Wa Upendo Media, nikukaribisha tena asubuhi nzuri ya leo. Tunamshukuru Mungu ametupa neema ya kupata nafasi kwa ajili ya ibada ya masifu ya asubuhi ama morning glory. Nikukaribisha mahali popote ulipo, popote ulimwenguni unapotufuatilia, karibishe kwenye ibada hii ya masifu ya asubuhi. Uko pamoja na mimi Mwalimu Dawson Wilfred Mari, natokea ule usharika wa Kipawa. Karibu sana kwa ajili ya ibada, na kabla ya mambo yote basi tuombe. Mungu wetu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku mpya, siku njema katikati ya maisha yetu, siku ya 26 ya mwezi wa 3 mwaka huu mzuri wa 2026. Umetujalia neema asubuhi ya leo. Tumeamka tungali wazima, tuna afya njema, na Mungu wa mbingu na nchi, tunapotaka kuanza ibada, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba toba na rehema, Mungu wa mbingu na nchi, mahali popote ambapo tumekutenda dhambi, ama tumejua ama hatukujua, Bwana, maana sisi ni wanadamu, tuna madhaifu mengi na mapungufu mengi katika kuanza na kunena na kutenda. Tosha nguvu ya damu yako ambayo inaweza kufuta dhambi na makosa, Bwana. Futa kila dhambi na makosa tulionayo na uovu, Bwana. Na Mungu wa Israeli, waachilie damu yako inanena mema kinyume cha mabaya kwa ajili ya ibada hii, Bwana. Tunaomba neema na kibali kwako, Bwana, zaidi sana Mungu, tukiomba uwe pamoja nasi katika ibada hii. Tunaomba utufadhili, Bwana, na utupe neema. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji popote pale alipo, Bwana. Tunaposimama naye kwenye ibada, Mungu, ninaomba ukutane naye, ninaomba ukutane na mahitaji mbalimbali aliyonayo, Bwana. Mungu, usitupite wala isiwe ibada ya hasara. Nami ninaomba hekima na maarifa ya kulinena neno lako la uzima, Bwana. Mungu, Roho Mtakatifu kanitumia kama upendavyo, kaachilia ufunuo tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Sifa na heshima ni za kwako Mungu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nyingine njema ya leo. Na asubuhi ya leo tunaendelea na somo letu ambalo Mungu ametupa kwenye wiki hii, lenye kichwa kinachosema bila imani hakuna matokeo. Ndicho kichwa ambacho tunatembea nacho kwenye wiki hii, kwamba bila imani hakuna matokeo. Tumetazama kwa kina na tukiwa nasimama na ule mstari wa Mathayo sura ile ya 21 na ule mstari wa 22, ikisema, na yoyote mtakayeomba katika sala mkiamini mtapokea. Na yoyote mtakayeomba katika sala mkiamini mtapokea. Tumekuwa na somo hili na asubuhi ya leo tunaendelea nalo. Mahali popote ulipo, naamini Mungu atakuhudumia. Basi kabla hatuja simama kwa jambo lolote, nikupe namba zetu ambazo pia unaweza kuzitumia kwa ajili ya utoaji wa sadaka, kwa sababu hii ni ibada, na ibada basi inahitimishwa ama ibada inabebwa na sadaka. Sadaka yoyote ndio inahitimisha na ndio iliyobeba mustakabali mzima wa ibada. Namba ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni 0713 76 28 87, 0713 76 28 87, na Vodacom ni 0757 220 220, 0757 220 220. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza katika somo hili lenye kichwa kinachosema bila imani hakuna matokeo. Tumetembea na mambo mengi, na siku ya kwanza nilianza kukupa lengo. Ni muhimu sana kuwa na lengo, kwa sababu lengo litakusaidia kujua tunaenda wapi. Lengo nilikuambia la somo hili ni kukufundisha na kukuonyesha nafasi ya imani. Nilikuwa nataka uone nafasi ya imani katika kuleta matokeo au kuruhusu matokeo au majibu kwa mtu, kwamba imani ndio yenye nafasi ya kuruhusu matokeo. Nilitaka ujue hilo ili tunapoanza kukuonyesha pia juu ya nguvu ya imani itakusaidia. Lakini nilikueleza pia nikakwambia imani ni msingi wa maisha ya mwanadamu kiroho na kimwili. Kila mwenye mwili lazima awe na imani, na hakuna namna ambavyo mwenye mwili ataishi bila kuwa na imani. Sasa tumeendelea kujifunza, na mimi nataka tuendelee mbele
asubuhi njema ya leo. Mungu ametupa neema. Nataka tusogee mbele kidogo. Nilianza kutazama haya mambo nikakwambia nataka tuanze kuangalia nguvu ya imani katika kuleta matokeo. Tulianza kuangalia nguvu ya imani katika kuleta matokeo. Tumetazama mambo kaza wa kaza hivi. Tulitazama mambo haya na nilikwambia jambo la kwanza lilikuwa ni maombi yoyote ili yalete matokeo lazima yaombwe kwa imani. Maombi yoyote ili yalete matokeo lazima yaombwe kwa imani. Na kwa bahati mbaya ni kwamba watu wamekuwa wakiomba, lakini adui amewatenda kwa akili, na akili ambayo adui ametenda aliyoitumia ni kuhakikisha kwamba watu wanaomba lakini hawataomba kwa imani. Nilijaribu kukuonyesha na nikakuonyesha pia hata wanafunzi wa Yesu, kuna mahali walimwombea mtu lakini hawakumuombea kwa imani, na Yesu akawaambia ni kwa sababu ya upungufu wenu. Maana walimfuata akamuuliza, mbona sisi hatukuweza kufanya? Upande mmoja anaonyesha kwa sababu ya upungufu wenu, na upande wa pili anawaambia mambo haya hayawezekani isipokuwa kwa kuomba. Lakini swali ni kwamba hawakuomba, waliomba bali hawakuomba kwa imani. Sasa jambo la pili ambalo nilikusaidia ni hili, linasema imani ina nguvu ya kukupigania na kushindia juu ya magumu yoyote. Kwamba imani ina nguvu ya kukupigania na kukushindia juu ya magumu yoyote unayopitia au majaribu yote unayopitia. Lakini jambo la tatu nikakwambia imani ina nguvu ya kukufanya ushinde vita juu ya adui zako. Hili tulitazama jana jioni kwenye masifu ya jioni ama evening glory. Nilikuonyesha hili jambo kwamba imani ina nguvu ya kukufanya ushinde vita juu ya adui zako. Nilikwambia usiogope, ukiwa na imani tu utashinda vita juu ya adui zako. Jambo lingine ambalo tulilitazama siku ya jana, nilikwambia imani ina nguvu. Imani ina nguvu ya kufanya makanisa yaongezeke. Nikasema kama tunataka makanisa yajae, basi tunatakiwa tuwe na imani, kwa sababu kinachofanya watu waende ni imani, na imani chanzo chake ni kusikia. Hapo kwenye hilo kanisa wanasikia nini? Chanzo wanasikia nini? Kinachoweza kuwafanya wakae ama waondoke ni kile wanachosikia. Ndio maana nikakwambia imani ina nguvu ya kufanya makanisa yaongezeke. Lakini jambo lingine ambalo nilikupa siku ya jana ni hili, ukiliamini neno la Mungu utapata ulichoshindwa kupata kwa akili zako na kwa nguvu zako. Ukiliamini neno la Mungu. Nilikueleza kwa kina kwa sababu nilikuwa najua kwamba watu wengi sana wanalisikia neno la Mungu na hawaliamini. Nikakuonyesha habari za mtu anaitwa Simoni ambaye Yesu anamwambia tweka nyavu mpaka kilindini, akasema Bwana, kwa neno lako. Maana yake aliliamini lile neno. Na habari ya mwanamke wa Sarepta ambaye Elia alimwambia, na yule mwanamke wa Sarepta ambaye ilikuwa kwenye kipindi cha njaa, alipoliamini neno basi hakupata shida, alipata chakula mpaka mvua ilionyesha. Kwa hiyo ujifunze kuliamini neno la Mungu na kuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa asubuhi njema ya leo ninataka tusogee kwenye jambo lingine. Kwenye jambo lingine litatusaidia hapa. Nataka tuwe na jambo lingine. Jambo hili litakuwa ni jambo la sita. Litakuwa ni jambo la sita la mfululizo wa kwamba tunataka tuone nguvu ya imani katika kuleta matokeo. Nguvu ya imani katika kuleta matokeo. Na nilikwambia bila imani hakuna matokeo. Sasa jambo la sita ni hili, imani ina nguvu ya kuzidisha. Imani ina nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako. Imani ina nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Utahitaji kwenda na mimi vizuri, ni kufundisha angalau ni kuelekeze kama mwalimu taratibu ninachotamani uelewe. Na hapa tunahitaji watu wengi sana wapate kuelewa, kwa sababu watu wamekwama. Watu wenye mtaji mdogo, watu ambao ama wanafanya kazi ambayo kipato chake ni kidogo, wamekuwa wakilalamika, wamekuwa wakinung'unika. Niko hapa asubuhi ya leo kukusaidia kama mwalimu, na ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu yupo atakusaidia, na ninaamini Mungu ambaye ameruhusu somo hili
bila imani hakuna matokeo. Hakika asubuhi ya leo atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Imani ina nguvu ya kuzidisha ama ya kuongeza kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako, ili kukizi mahitaji yako, kile kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako. Nataka tuone kwenye kitabu kile cha Mathayo mtakatifu. Nataka tuangalie kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura ya 14, ile sura ya 14 ama ule mlango wa 14, kitabu cha Mathayo mtakatifu, mstari wa 16 mpaka wa 21. Mstari wa 16 mpaka wa 21. Neno la Bwana linasema hivi, Mathayo sura ya 14, Mathayo 14 ule mstari wa 16 mpaka wa 21. Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia, hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapatao 5,000 bila wanawake na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii habari imeandikwa tena kwenye Marko. Tazame tena kwenye Marko sura ya 6. Marko sura ya 6. Hii habari imeandikwa kwenye Marko sura ya 6. Angalia Marko sura ya 6 ule mstari wa 35. Mstari wa 35 mpaka ule wa 44. Na kusomea kwa makusudi angalau utapata kitu cha kusaidia kabla sianza kukuelekeza. Anasema, hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa kuna kuchwa. Waage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100, hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki 2 wakawagawia wote. Wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12 na vipande vya samaki pia. Na walio ila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia, nimekueleza jambo hili la 6 nikikwambia imani ina nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako, ili kukizi mahitaji yako. Nataka nikwambie mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Upendo Media, ni kwamba Biblia ilichokiandika unatakiwa ukiishi, na ninakwambia Biblia ilikuwepo, ipo na itaendelea kuwepo. Neno la Mungu halitakaa lipitwa na wakati. Hata sasa na haya majira kuna watu ambao ni wahitaji. Sasa shida ya watu wengi na changamoto ya watu wengi, hawana imani. Sasa nimekusomea habari hii habari ya Yesu na wale makutano. Yesu alikuwa anapita akafundisha, kawa nyikani akafundisha makutano.
Makutano wale walikuwa ni wengi, na kwa mila na desturi za Kiyahudi walikuwa wanahesabiwa ni wanaume. Basi walihesabiwa wanaume pale ambao walikuwa ni wanaume wanaopata 5,000. Hawakuhesabiwa watoto wala wanawake. Kwa hiyo utagundua kwamba ni zaidi ya watu 15,000, kwa sababu kihesabu wanawake na watoto, na kwa utaratibu ni kwamba wanawake na watoto huwa ni wengi kuliko wanaume. Kwa ni watu zaidi labda 15,000, na Yesu akawa anatazama sasa kujaribu kuona imani ya wale wanafunzi wake. Yesu alikuwa anajua kabisa kwamba pale nyikani hakuna chakula. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Si yeye, wapeni ninyi chakula. Alikuwa anataka atazame imani yao. Wakamwambia hatuna chakula. Walipomwambia hakuna chakula, akaambia labda tukanunue mikate na nini. Akaambia hapana, nini kipo? Basi alikuwepo kijana mmoja mdogo ambaye alikuwa na akiba kidogo, alikuwa na mikate yake 5 na samaki 2. Yesu akamwambia, leteni hapa. Sasa hii ni imani kubwa sana ambayo aliitumia. Fikiri kuna mikate 5, kuna samaki 2, alafu yeye anasema waketisho watu 5,000. Waketisho watu 5,000. Sasa hii ni portion labda ambayo wangeweza kula, ni chakula ambacho labda kingeweza kutosha watu 2, ama kama ni mikate hii ya kwetu basi wangekula watu 5 labda kila mtu na mkate. Hata kama wangegawana basi watu 10, kila mmoja akala kidogo kidogo. Lakini fikiri wako watu 5,000 ni wanaume, bado hawajahesabiwa wanawake na watoto. Ndio maana nikakwambia imani ina nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho. Sasa Yesu alichofanya ni kuamini kwamba Mungu ana nguvu ya kuzidisha. Na mimi asubuhi leo nataka uamini kwamba Mungu ana nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho. Ndio maana Yesu akainua wale samaki 2 na ile mikate 5. Alipoinua akashukuru, maana ni kama anamwambia Mungu, ninashukuru kwa sababu watu hawa watashiba na kusaza. Asante Mungu kwa sababu watu hawa watashiba na kusaza. Basi Mungu alipoona imani ya Yesu Kristo, Mungu alichofanya ni kuzidisha wale samaki 2 na ile mikate 5 kwa kiwango, kwa uhitaji ule ambao Yesu alikuwa anauhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa uhitaji ule ambao Yesu alikuwa anauhitaji. Na fikiri kwamba kuna mtu atasema sasa inakuaje? Lakini mimi nakwambia kabisa kwamba imani ina nguvu ya kuzidisha. Tatizo ni imani za watu. Sasa nataka nikuonyeshe angalau tuone sasa hii habari umeitazama kwenye kona hii. Utasema sasa, mwalimu, huyu ni Yesu na mimi ni mwanadamu. Lakini ukumbuke pia Yesu alikuwa mwanadamu kama wewe. Lakini usipate shida, mwalimu ana njia nyingi za kukusaidia. Na mimi nataka nikusaidie, tutazame kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Turudi pale kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tujaribu kuona pale Wafalme wa Kwanza. Sasa nimekuonyesha hiyo habari, ngoja turudi kwenye upande mwingine ili tutazame sasa hawa ni wanadamu kabisa. Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Sura ya 17. Nataka tutazame mstari wa 10 mpaka wa 16. Wafalme wa Kwanza sura ya 17 ule mstari wa 10 mpaka wa 16. Mstari wa 10 mpaka wa 16. Wafalme wa Kwanza kwenye sura ya 17 au mlango wa 17 mstari wa 10 mpaka wa 16, neno la Bwana likiwa linasema hivi: basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alafu angalia, anasema alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami nitaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Alafu anasema Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi,
lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Angalia mstari unaofuata wa 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye na mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Mstari wa 16, lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Unaweza ukaona sasa jinsi ambavyo huyu mwanamke pia ameamini juu ya unga kidogo aliyokuwa nao, lakini pia na juu ya mafuta kidogo aliyokuwa nayo. Lakini pia ukisoma Biblia bado kuna habari ya mwanamke wa manabii ambaye huyu alimwendea Elisha akamwambia, mtumishi wa Mungu, mume wangu ambaye alimtumikia Mungu amekufa. Na sasa alipomwambia Elisha hizi habari, Elisha akasema okay, sawa, sasa mama una nini? Anamwambia mume wangu amekufa, na sasa yule ambaye alitukopesha, kwa sababu alikuwa amekopa, amewajia na anaamua kuchukua wale watoto wawili waliobaki wakafanye kazi kwa huyo mtu mpaka deni litakapolipika. Sasa yule mwanamke ni kama msiba unataka kuwa juu ya msiba. Elisha akamuuliza jambo moja, mama una nini? Akamwambia sina kitu ila chupa ya mafuta. Maanake wao walikuwa ni wafanya biashara na mafuta kidogo ndio alikuwa amebakia, na kama ni biashara ya mafuta alikuwa anafanya, sasa mafuta kidogo yamebakia kwenye chupa. Basi Elisha akamwambia nenda kwa majirani, nenda kwa watu katake vyombo. Akamwambia usitake vichache, nenda utake vingi, nenda utake vingi. Akaenda na anamwambia usitake vichache, utake vingi. Wakaenda kwa majirani zao, wakaomba vyombo, wakaleta. Akamwambia basi ukishachukua ingia ndani, jifungie na wanao, basi anza kumimina mafuta. Basi wakaenda wakataka vyombo kwa majirani, wakachukua vyombo vya kuwatosha, vilivyowatosha, wakaanza kumimina yale mafuta. Na baadaye kila chombo anachomimina mafuta yanajaa. Baadaye anamwambia mwanae, nipe chombo kingine. Akamwambia vyombo vimeisha, mafuta yakakata. Yule mwanamke wa nabii akatoka akarudi kwa Elisha, akamwambia Elisha, nashukuru nimepata mafuta. Elisha akamwambia sasa chukua yale mafuta, nenda kayauze, ukishayauza kalipe deni, na yale atakayobakia sasa ni ya kwako na familia, ndio mtaji wako. Sasa umeona hapa hizi habari tatu tofauti, jinsi ambavyo imani inaweza kuzidisha. Fikiri yule mwanamke angemwambia sasa hii chupa ya mafuta kidogo inazidishaje? Yeye aliamini kwamba hicho kinawezekana, na asingeliamini wana uhakika watoto wangeenda utumwani. Na kuna mtu ambaye ana kitu kidogo bado anashindwa kumwamini Mungu kwamba Mungu ana nguvu ya kuzidisha. Nataka nikwambie asubuhi leo, na Mungu wa mbinguni akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie kusema na wewe. Nataka uamini hicho kidogo ulicho nacho ni kazi na kipato kidogo, iamini ni biashara na kipato kidogo, iamini ni ufugaji una kipato kidogo, uamini ni kilimo unavuna kidogo, amini. Mimi nataka uamini kwenye chanzo chochote kidogo ulicho nacho, kiamini, usiache. Watu wengi sana wanadharau, anasema mimi napoteza tu muda hapa, na mimi nakwambia ukiamini kupoteza muda unapoteza muda. Hapa hakuna kitu, kuna hela ya kula tu. Ni kweli utapata hela ya kula tu. Nataka uamini kwenye kile kidogo ulicho nacho kwamba Mungu anaweza akakizidisha. Kama alizidisha haya mafuta, yule mwanamke akapata mafuta, akaenda akauza, akalipa deni, na kisha akabaki na mtaji. Kwa nini wewe ambaye unanisikiliza, kwa nini wewe ambaye unamtumaini Mungu, kwa nini usimwamini Mungu kwamba hicho kidogo anaweza akakizidisha? Watu wote unawaona leo, hata wafanyabiashara wakubwa, watu ambao ni mabilionea, vyanzo vyao walianza na vitu vidogo. Hatuanzi na mambo makubwa. Watumishi wakubwa unaowaona leo, ambao wewe unasema ni watumishi wakubwa, wana huduma ambazo wanahudumia watu wengi, wanawafikia watu wengi, utakuta alianza na mtu mmoja. Ile huduma yake ilianzia kwa mtu mmoja, akaamini kwenye kile kidogo, akaamini kutoka kwa yule mtu mmoja. Mungu akamwamini akampa na mtu wa pili, Mungu akamwamini akampa na mtu wa tatu, na Mungu akamwamini akampa. Sasa ana watu, labda anatunza watu
watu maelfu. Haya makanisa unayoyaona sasa, haya makanisa unayoyaona makubwa, labda makanisa haya unayoyaona labda ni Lutherani, labda ni Katoliki, Roman Katoliki, labda ni Anglikana, yalianza na mtu mmoja. Anaanza mtu mmoja anamwamini Mungu, na Mungu akiaminiwa anazidisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nataka uamini. Sasa hakuna vitu vinavyoanzia juu, ndilo tatizo ambalo tumelipata. Nataka uamini kwamba Mungu ana nguvu ya kuzidisha. Imani ina nguvu. Wewe ni wewe kuamini kwamba hichi ni Mungu amenipa, hiki chanzo ni Mungu amenipa, hii huduma ni Mungu amenipa, huu ni mtaa Mungu amenipa. Kuna siku utaukuza ule mtaa, utakuwa ni usharika. Kuna siku utakuza, ulianza na watu wawili, watu wanaanza hizi huduma, wanaanza mfano wa kanisa. Mfano wa kanisa unakuta wanaanza kusali nyumbani kwa mtu, wanaenda wanasogea, kinaanza kinakuja kimtaa hivyo, baadaye unakuta ni usharika mkubwa, una maelfu ya watu waliamini kutoka kwa wale wawili ama watatu. Mungu atakuwa katikati yao na Mungu atawazidisha, na kweli wanazidi, wanakuwa. Tatizo na changamoto kubwa tulio nayo, watu hawataki kuamini kidogo alicho nacho, na Mungu hawezi kukuamini katika vikubwa kabla hajakuamini katika vidogo. Mungu akikuamini kwenye vidogo na wewe ukamwamini kwenye vidogo, basi atakuzidisha. Unaambiwa ukiwa mwaminifu kwa kidogo, basi utafanywa kwa mwaminifu kwa kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Niwatie moyo wafanya biashara ndogo ndogo. Wewe una genge, liamini lile genge kwamba liko siku halitakuwa tu genge, litaongezeka, litakuja kuwa genge duka, baadaye ni duka, si tu duka la kawaida, baadaye ni duka la jumla. Unaenda ndivyo ilivyo. Watu wanaanza chini. Amini kile kidogo ulicho nacho. Tatizo la watu hawana imani. Watu wamekuwa ni watu wa kutangatanga, anafanya hichi, hajakaa kidogo anaondoka. Unajua kuna kipindi ambacho kinakuwa pale cha kutengeneza jina, kipindi ambacho Mungu anakutengeneza, Mungu anakufanya ujulikane, Mungu anakufanya ukubalike. Huwezi kuamka tu leo ukawa umefika juu. Hapana. Nataka uamini sasa kwamba kama huyu mwanamke ambaye ni mwanamke wa Sarepta, kama waliendelea kula ule mkate na hawakutendekewa chakula, na kama huyu mwanamke wa manabii yale mafuta kidogo yalizidishwa, na kama Yesu mwenyewe aliamini na wale samaki wakaongezeka wakazidi, mikate ikaongezeka ikazidi, kuna shida gani wewe? Kwa nini unaona kwamba hapana, sisi ni fungu la kukosa? Yaani ukishasema wewe ni fungu la kukosa, basi kwa sababu ni kadri ya imani yako. Kwa maana nilikwambia kwenye ile Mathayo sura ya 9 mstari wa 29 anasema kwa kadri ya imani yenu mpate. Unapewa kwa kadri ya imani yako. Ukiamini leo, asubuhi ya leo ninapokufundisha hili neno kwamba Mungu atakuzidisha, wana uhakika Mungu atazidisha kidogo ulicho nacho. Hata kama ni mwanafunzi, basi haufanyi vizuri sana, pass mark zako ziko chini, hebu muamini Mungu aliye hai azidishe ufahamu, azidishe hizo akili zako zikaongezeke, basi utatoka kwenye pass mark za chini, kwenye ufaulu wa chini, utaenda kwenye ufaulu wa juu. Ni swala la kuamini. Nimekuambia imani ina nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Leo hii mimi nilikuwa ninajaribu kufuatilia kwenye maeneo mengi sana, nimejaribu kufuatilia, na sijui kama unafuatilia. Nilikuwa nafuatilia historia za matajiri angalau 10 tuliona Tanzania, wale top 10, wale matajiri 10 wakubwa hapa Tanzania. Nikawa najaribu kusoma historia zao. Ukijaribu kusoma historia zao, hakuna hata mmoja alianzia juu. Hakuna, walianzia chini. Nilikuwa nasoma tajiri mmoja, na sitakwambia, lakini wewe mwenyewe unaweza kufuatilia kwenye mtandao. Yeye alianza na mgahawa, ni restaurant sasa, mgahawa. Sasa ule mgahawa, yeye akaamini kutokea kwenye mgahawa kuna siku mimi nitafika mbali. Fikiri ni mgahawa, ni kama mgahawa, najua ni kama mama ntilie tu. Sasa yeye ni kwamba ana kifremu, anauza chai hapo, anauza chakula hapo. Basi akakuwa leo ameingia kwenye orodha ya mabilionea
10 Tanzania. Kwa nini wewe unashindwa kuamini? Mimi nataka uweke imani yako kwa Bwana, kwa sababu anayezidisha sio mwanadamu, ni Mungu. Kama Mungu aliweza kuzidisha wale samaki wawili na ile mikate 5, mimi sitaki ujikatae. Unajua shida haiko kwa Mungu, shida iko kwako. Shida iko kwako. Biblia anasema na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Nilikueleza msingi mkuu ni kuamini. Shida ya watu hawaamini. Kuna mtu anatoka na ndio maana unakuta sasa watu wana shida kwa sababu watu hawaamini kwamba kwenye kile kidogo Mungu anaweza akakizidisha. Lakini mimi nataka nikwambie kwenye kile kidogo Mungu anaweza akakizidisha. Ni wewe tu kumwamini Mungu kama hawa ambao nimekusomea kwenye Biblia wakiamini. Wao ni kutie moyo wewe ambaye ndio unaanza kampuni yako ni changa, na unaona labda una mteja mmoja, una mteja wawili, unasema sasa mimi sioni fedha, mimi sijui hapa imekuwaje. Hapana, ile faida kidogo. Lakini unajua unapoanza kwenye kile kidogo ndio fulani anakujua, kumbe wewe unafanya biashara, kumbe unaichi. Sasa kwa nini ninakuambia ukiamini kile kidogo? Kwa sababu pale mwanzoni unatengeneza jina. Mimi ninakuambia hata watumishi wa Mungu leo wanahangaika huku, wanaenda kule, lakini wangemwamini Mungu pale alipowaweka, mimi nakwambia leo wangekuwa wako mbali sana. Unasema yana kama hadi anasema hapa hakuna waumini, ngoja niondoke. Hakuna waumini, ni wewe unaanza, hata wewe na familia yako baadaye, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Watu wakishasikia wataamini. Kwa sababu kama imani chanzo chake ni kusikia, wakisikia watakuja. Huyu naye ataenda atamwalika huyu naye ataenda atamkaribisha. Baadaye huduma yako ni kubwa, kanisa lako limekuwa kubwa. Hayo unayoyaona na watu wengi, unapotaka kwenda kukaa hapo kwenye watu wengi, kuna mtu alianza na kidogo, akaamini katika kile kidogo, ndio akawepo. Hakujikuta tu amefika hapo basi kuna waumini sijui 1000 ngapi. Hapana, nataka ujifunze kuamini. Na hii nazungumza kwa pande zote, kwamba kwa watumishi wa Mungu nataka waamini kwamba Mungu, kama Mungu amekuamini wewe ni mtumishi wake, basi wana uhakika muamini amekuanza. Hawezi kuanza kukupa watu wengi, ataanza na watu wachache, sababu akikupa wengi watakupoteza mahali. Unaanza na wachache, unaanza kuwajenga hivyo. Kwa mfano sasa hivi tunakuchukua tu, tunakupa labda uongoze kijiji, hata hujawahi kuongoza hata mtu mmoja, unajua utachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi kwa mfano tuchukulie mfano huu, jenga picha kwenye mindset yako. Tunaenda tunakuta mtu ambaye ni mfanya biashara ndogo hizi, anauza karanga hapo, anauza vimiogo vyake hapo, basi ana mtaji wake wa shilingi 20,000. Alafu ghafla anapelekewa bilioni moja, maana yake milioni 1,000. Yule mtu akitazama ile bilioni 1 akaambiwa ni za kwako, atazimia. Tutamkuta Muhimbili kule, sasa tutakuwa tumemtafutia matatizo, kwa sababu akiangalia akiambiwa ni za kwako anazimia. Akija akizinduka tena tukiamwambia ni za kwako anazimia tena. Kwa Mungu anajua haya. Wewe muamini Mungu kwanza kwenye kile kidogo, na yeye Mungu anakuzidisha kidogo. Usiweza mimi nataka niwe bilionea, nadai niwe bilionea. Wewe tukikuletea bilioni 1, bilioni 2, ukaziona hivi ndio tumekupangia za 5,500 hapa, ukiziona wewe unaanguka, tutakutafutia matatizo ambayo ulikuwa huna. Nataka umwamini Mungu kwanza kwenye kile kidogo, alafu Mungu anakuzidisha kidogo mpaka utafika huko kuwa bilionea, na akili yako inazoeshwa sasa. Unajua tukikupa bilioni 1 unaweza kusema nitafutieni rais nimsaidie kutekeleza majukumu. Kumbe bilioni 1 wala haiendi mahali, ila kwa sababu uwezo wako ni mdogo, ndio maana inakuchanganya akili. Kwa hiyo ninataka uamini kwenye kile kidogo ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ni kuombe. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mfanyakazi,
kuna mahali unafanya kazi, mshahara ni mdogo, acha kunung'unika, mwambie Mungu, ninakuamini kwenye hichi kidogo utakizidisha. Leo hii kuna watu wameamini kidogo walicho nacho. Kuna watu wanalipwa mshahara wa 200,000, mshahara wa 300,000, leo wamejenga nyumba kwa sababu wameamini kupitia hii 200,000, kupitia hii 300,000 mimi nitajenga. Hata tukiwauliza ulijengaje, hawaelewi. Lakini kilichosababisha wakajenga sio kiwango cha mshahara, ni imani walioweka. Na Mungu alipoiona imani yao, yeye anazidisha. Mungu, ninaamini kutokea kwenye kazi hii nitajenga. Lakini kuna watu wana kazi nzuri, wana mishahara mizuri, kuna watu wana biashara kubwa, wana faida kubwa, lakini sasa hawaamini kupitia hizo biashara kwamba watajenga. Hawaamini kwamba watamiliki viwanja. Kwa sababu hiyo hawajamiliki viwanja, hawajafanya nini? Nataka uamini Mungu aliye hai, kwa sababu ukimwamini Mungu aliye hai, Mungu anaangalia imani yako. Mungu anakuzidishia kulingana na imani yako. Mimi ninataka uamini. Sisi tumekuwa na vitu vidogo, vitu chache, tumemwamini Mungu katika hivyo, na kuna mahali tumefika, tumepiga hatua. Sikufundishi kitu ambacho sikiishi, na kufundisha kitu ambacho mimi ninakiishi. Mimi ninakiishi. Kwenye kile kidogo unamwamini Mungu, na Mungu aliye hai, yeye aliye mtakatifu, anazidisha. Hakuna neno limeandikwa kwenye Biblia ambalo Mungu hataki tuliishi. Mungu anataka tuliishi. Ili neno ni ili likusaidie, likujenge. Kwa hiyo nataka uamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka uamini kwenye kile kidogo ulicho nacho. Sasa shida ya watu ni kwamba bwana, mimi niko hapa napoteza tu muda, nazugazuga tu. Okay, na kwa sababu imani yako ni ya kuzugazuga, utazugazuga. Sababu imani yako ni ya kupoteza muda, utapoteza muda. Sasa bwana, tupo tu hapa, unafikiri kuna lolote hapa? Sasa ukishasema hakuna lolote, haliwezi kuwepo. Lakini kuna mtu anafanya biashara hiyo hiyo, anapata shilingi 5,000, anapata shilingi 10,000. Leo hii anamiliki kiwanja, leo hii anamiliki nyumba, leo hii anasomesha watoto. Wewe hata kulipa kodi ya nyumba huwezi. Tatizo sio kipato, tatizo ni imani kwenye kidogo ulicho nacho. Nataka uamini Mungu aliye hai. Pendo na msikilizaji wangu wa Upendo Media, nataka uamini. Imani ni tamu sana. Imani ni tamu sana kama ukiamini kwenye kile kidogo ulicho nacho. Uwe na uhakika Mungu anatamani sana azidishe kile kidogo ulicho nacho, kwa sababu ukimwamini Mungu kwamba mimi nafanya kazi hapa, fanya kazi kwa bidii, fanya kazi kwa moyo wako wote, na uhakika ukimwamini Mungu kwenye kile kidogo, basi utapandishwa cheo, na kama ni mshahara utaongezewa. Leo tuna watu ambao ni wahudumu tu kwenye ofisi yako. Kuna mtu ambaye ni mhudumu kwenye ofisi yako, ndiye anayekufanyia usafi, ndiye anayekuletea chai, lakini ana nyumba. Wewe bosi na tai yako, wewe bosi na suti yako, wewe bosi na nywele zako za 50,000 za 100,000 umesuka pale Mwenge ama wapi, lakini wewe bado unaishi kwenye nyumba ya kupanga. Alafu huyo anayemtuma wewe, nani niletee chai, yeye ana nyumba, anamiliki nyumba. Tatizo sio kipato, tatizo ni imani, kuamini kidogo ulicho nacho. Mtu anasema, mtu mmoja aliniambia, mtumishi, kwa maisha ya Dar es Salaam bwana, mshahara huu mimi siwezi kujenga. Sasa mtu analipa wewe mshahara, mtu ana mshahara wa milioni 1 na zaidi, yani ndio take home, ndio hela yake baada ya makato, anasema mimi siwezi kujenga. Sasa wewe huwezi kujenga, unashia kujiuliza watu wanaomiliki nyumba Dar es Salaam. Kuna mtu anauza karanga, kuna mtu anauza maji, leo anamiliki nyumba. Wewe tatizo lako, changamoto yako inayokusumbua wewe ni kushindwa kumwamini Mungu kwenye kile unachokipata. Kwa hiyo kile kidogo ulicho nacho, Mungu ana nguvu ya kukizidisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ni huduma yako, Mungu ana nguvu ya kuizidisha. Mimi nafikiri sasa ni kwamba tatizo sasa haliko mahali pengine, tatizo liko kwako. Nimekueleza kwa kirefu na kwa mapana ikusaidie. Sasa nataka uamini hicho kidogo unachokifanya. Amini. Mimi unatakiwa uamini kwamba unataka kizidisho mpaka wapi? Unataka kumwamini Mungu mpaka wapi? Kwa sababu Mungu anataka ukimwamini atakupa, yani atazidisha, atakizi mahitaji yako. Ndio maana nimekuambia imani ina nguvu ya kuzidisha kidogo ulicho nacho ili kukizi mahitaji yako. Mahitaji yako ni yapi? Watu hawana imani kwenye kidogo ulicho nacho. Ukitaka kujua na kuamini kwamba watu hawana imani na watu hawamwamini Mungu. Nilikwambia siku ya kwanza kwamba watu hawamwamini Mungu, bali watu wanamwamini Mungu kama walivyo wao. Sio kama Mungu alivyo, kama walivyo wao. Nilikuwa na maana kubwa sana kwamba watu wanamwamini Mungu lakini kama walivyo wao.
Ukitaka kujua kwamba unamwamini Mungu kama ulivyo wewe, angalia mambo unayomwomba Mungu mwaka huu, angalia mahitaji yako, angalia vipaumbele vyako vya mwaka huu vinafanana vile vile na kipato chako. Yani haiwezekani kuna mtu kwa mfano yani ni ngumu sana kukuta mtu ambaye ana kipato cha 300,000, 400,000 alafu anamwambia Mungu, ninaomba mwaka huu kwa kweli mwaka huu ninaomba kujenga ghorofa ya milioni 300. Yani hapo hata wewe mwenyewe umeniangalia ukacheka. Lakini mwenye imani thabiti kabisa, mwenye imani thabiti asiyekuwa na mashaka yoyote, anaamini kwamba kutoka kwenye hichi kipato cha 200,000 ama 300,000, basi naamini kwamba nitajenga ghorofa. Sasa Mungu akikaa mbinguni, serikali ya mbinguni kiketi, nasema kuna mtu anaamini kwamba ana kipato hichi lakini anataka kumiliki ghorofa. Mungu anaanza kutengeneza mazingira, Mungu anaanza kuzidisha kile kidogo ili kiweze kukupa uwezo wa kumiliki ghorofa. Watu wengi sana wamefika mbali kwa sababu wana imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakuta vitu ambavyo unaomba vinafanana na wewe, havifanani na Mungu. Yani vinafanana na uwezo wako, vinafanana na akili zako, havifanani na Mungu. Sasa Mungu na yeye anabaki pale. Sasa ataongezekaje? Kwa sababu wewe umemwambia, yani vitu unavyoomba ukiviangalia tu vinafanana na kipato chako, vinafanana na kipato chako. Yani ndio hapo unawaza Mungu ninaomba yani kwamba nisaidie tu nijenge hata chumba kimoja. Utajenga chumba kimoja alafu unasahau kama utakuwa na familia, ama umesahau kwamba wewe mwenyewe una familia. Sasa chumba kimoja sijaelewa, kitakuwa sebule, kitakuwa ndio chumba, mimi sijaelewa, itakuwa ndio dining. Mimi acha hayo mawazo. Wewe sio unayetenda, imani ndio inayoleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nataka tuombe, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Upendo Media, nataka tufanye maombi hapa. Nataka tuombe hapa ili Mungu azidishe kile kidogo ulicho nacho. Na natamani sana umuombe Mungu asubuhi ya leo kwa imani kabisa, bila kutia shaka yoyote. Kwanza umetenda dhambi sana kwa kushindwa kumwamini Mungu kwenye kile kidogo ulicho nacho. Yeye alikuamini akakupa. Ndio maana nikakutolea mfano wa moja kati ya mabilionea 10 ambao wako kwenye line. Yeye alianza na mgahawa, na watu wengi tu leo wana migahawa. Watu wengi wana migahawa. Kwa mfano kuna watu ambao, na mtu mmoja alinifuata siku moja akaniambia, mtumishi, kwa kweli nimeajiriwa kwenye kampuni, ninakula mshahara wangu mzuri, analipwa kama milioni 3. Akawa anasikia msukumo ndani yake wa kuanzisha kampuni yake. Akasema, naogopa, mimi siko tayari kuanzisha kampuni. Unajua, sasa nawaza mteja mwenyewe mimi ni mmoja. Sasa nikamwambia huyo mteja mmoja anatosha kabisa, akikupa kazi hivyo. Kwa hiyo usiogope, lakini kuna siku utakuwa hivyo. Nikamtia moyo, nikamfundisha, nikamwambia nisikilize, amini huo msukumo ulioko ndani, kwa sababu hata huyo aliyekuajiri leo anayekulipa milioni 3, ukafuatilia alianzia wapi. Yeye mwenyewe alianza kuajiriwa na sasa leo ana kampuni yake. Sasa nikamwambia, nikamtia moyo, nikamwambia tumwamini Mungu, nataka uweke imani yako kwa Bwana, kwa sababu Mungu ana watu. Na unajua kwamba kile kitabu cha Isaya sura ya 43 ule mstari wa 4, akiwa anasema, kwa kuwa ulikuwa samani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitainua watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nikamwambia Mungu atakuinulia watu, Mungu atakuinulia kabila za watu. Ashukuriwe Mungu aliye hai, alitii lile neno, na leo ameajiri watu, ana kampuni kubwa. Sasa anamiliki vitu vikubwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, kwamba aliamini. Sasa kwenye kile kidogo alianza kwa shida, ameanza kwa shida sana. Kiofisi chenyewe analipa kwa matatizo, lakini sasa ana kiofisi, ana ofisi, ana watu, kiingia pale ni mkurugenzi. Sasa maisha yake yako vizuri kwa sababu aliamini kwenye kile kidogo. Na mimi nataka uamini kwenye kile kidogo ulicho nacho, na Mungu wa mbinguni atazidisha na utakizi mahitaji yako. Nataka sasa tuombe. Mpendwa mtu wa Mungu unayenifuatilia kwa njia ya Upendo Media mahali kokote ulimwenguni, ninataka tuombe. Hakuna kurudi nyuma, hakuna kukata tamaa kwa sababu ya kidogo ulicho nacho. Watu wengine wamekata tamaa kabisa.
wamepoteza matumaini, hawana malengo makubwa tena, kwa sababu wanaona kile walicho nacho, na kuambia hicho kidogo ulicho nacho ndicho kimebeba yale makubwa ambayo yako ndani ya moyo wako, yako kwenye ulimwengu wa roho, yanasubiri tu uamini kile kidogo ulicho nacho ili yaweze kutokea. Nataka tuombe hapa na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Nataka tuombe, na maombi ambayo tunaomba, tumuombe Mungu atupe kuamini kidogo tulicho nacho, na tumuombe Mungu azidishe kile kidogo tulicho nacho ili kukizi mahitaji tulio nayo. Twende mbele za Bwana. Mungu wetu aliye hai na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru Mungu ambaye umetupa neema tena asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wa Upendo Media mahali kokote ulimwenguni alipo na anapotufuatilia. Bwana, naungana pamoja naye kusimama maombi hana mbali. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru Mungu aliye hai kwa kuwa umetuamini hata kwenye hivyo vidogo. Bwana, asante kwa kumwamini huyu ambaye anajenga, asante kwa kumwamini huyu ambaye Bwana ana biashara ndogo. Na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi, hata yule uliyemwamini Bwana anafuga hata kama ni vikuku vichache, hata kama ni mbuzi, ni ng'ombe wachache, lakini Mungu umemwamini Bwana, ndio maana ukampa hicho ulichompa Bwana. Hayuko mikono mitupu Bwana. Basi Mungu, na sisi tunakuamini kama ambavyo mwana pendo lako Yesu Kristo alikuamini juu ya wale samaki wawili na ile mikate mitano Bwana, kama yule mwanamke wa Sarepta alivyoamini Bwana juu ya ule unga kidogo na ale mafuta, na kama mwanamke wa manabii alivyoamini Bwana lile neno aliloambiwa na Elisha Bwana. Basi Mungu kazidisha yale mafuta, deni likalipika Bwana, na hatimaye akapata na mtaji. Yuko ambaye ananifuatilia Bwana, amejaa madeni kila mahali na anataka kufunga hiyo biashara, anataka afunge hiyo kampuni. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamwombea mahali popote alipo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mumwishe Bwana ili apate kukuamini wewe Mungu aliye hai katika hicho kidogo alicho nacho. Ninaomba rehema na toba kwa ajili ya huyo mtu Bwana, mahali popote ambapo alifanya makosa, hiyo biashara ikayumba Bwana, hicho anachofanya kikayumba Bwana, kama ni mifugo ikafa Mungu aliye hai, kama ni mashamba yakashindwa kutoa mazao, Mungu ninaomba toba na rehema kwa ajili yake Bwana. Mungu kamhurumie, ukamsamehe tena Bwana. Mungu, achilia damu yako ipate kumtakasa, achilia damu yako itakase, kama ni mashamba takasa Bwana, kama ni hiyo kampuni, kama ni hilo duka, kama ni hiyo biashara Bwana, kile chanzo chake cha mapato Mungu kakitakase. Tunaenda kinyume kabisa na nguvu za giza zilizotumwa kwenye hiyo ofisi, zilizotumwa kwenye biashara, zilizotumwa kwenye chanzo kwa ajili ya kwenda kuua hiyo biashara na kuwa chanzo cha mapato. Tunasimama kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila nguvu ya giza ambayo yamekuja kuharibu, yamekuja kukuondoa kwenye biashara, yamekuja kukuondoa kwenye chanzo cha mapato yako. Mungu, katika jina la Yesu, ingilia kati Bwana. Mungu, katika jina la Yesu, badala hicho chanzo kife Mungu kakiinue tena Bwana, kama vile ambavyo mazao yanaweza akawa shambani Bwana yakawa yamepigwa na jua kiasi ambacho yanataka kufa, na Mungu ukiachilia mvua tu yananyanyuka tena. Kaachilia mvua ya baraka kwenye hicho chanzo Bwana. Mungu, kuanze kuinuka tena, ondoa lile giza Bwana. Kama wateja waliondoka, biashara ikadorora, Mungu rejesha wateja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mfinyange huyo mtu kiwango ambacho ataanza kukuamini, ataanza kukutumaini Bwana, akutegemee Mungu aliye hai. Ninamwombea nguvu zako na uweza wako uwe ndani yake Bwana. Ninaenda kinyume kabisa na nguvu ya giza ambayo yamemfunga Bwana, kama amefunga ufahamu wake, na amuru toka, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza ziachie mindset yako katika jina la Yesu. Waachie hiyo imani, waliokamata imani yako waachilie, ili upate kumwamini Mungu kwenye hicho kidogo ulicho nacho, na kwamba Mungu anaweza akakizidisha. Ninaenda kinyume kabisa na utawala wote wa giza hautakuwa ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tumekuamini asubuhi njema leo, naomba utusaidie kuamini kwetu Bwana. Mungu, ninamwombea huyo mtazamaji na msikilizaji Bwana, yule ambaye Bwana ndio anaelekea kwenye chanzo cha mapato yake, anaelekea kazini, anaelekea mahali popote Mungu aliye hai, ni kwenye biashara, ni kwenye kilimo, ni kwenye ufugaji, kwenye mambo yake ya sanaa. Mungu, ukawe pamoja naye, ukawe pamoja na watoto wako Bwana. Mungu,
Mungu ukiwa pamoja nasi, hakika hatutapungukiwa. Wewe hautatuacha e Bwana. Mungu katuachilie nuru yako na neema yako iende pamoja nasi e Bwana, tunapoingia mahali kokote. Mungu tukakubalike, watoto wako wakapokelewa asubuhi ya leo, watoto wako wakatendewe neema asubuhi ya leo. Yule ambaye anadai fedha yake Bwana, Mungu achilia neema ili akalipwe madeni yake Bwana. Mungu katika jina la Yesu, na yule mwenye madeni fungulia mlango e Bwana wa namna ya kulipa madeni alionayo e Bwana. Yuko mwingine amekata tamaa e Bwana, muinue tena kwa upya e Bwana. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa mahali popote walipo, iwe ni nyumbani, iwe ni hospitalini e Bwana. Yesu, damu yako ya thamani ikawe juu yao na kuwaponya na kuwaweka huru e Bwana. Tunawaombea walioko magerezani e Bwana, Mungu pasipokuwa na hatia, Baba ukawapigania uko magerezani, kwa neema yako ukawatoe Bwana. Kama uliweza kumpigania Paulo na Sila, ninaamini ya kwamba unaweza kuwapigania hao walioko uko magerezani pasipokuwa na hatia e Bwana. Ingilia kati, maana hakuna mwanadamu mwenye nguvu kupita wewe Bwana. Mungu tumekuamini, tusaidie Bwana kutokuamini kwetu. Ukawabariki watoto wako mahali popote watakapokuwa siku njema ya leo, ikawe siku ya baraka, ikawe siku ya neema e Bwana. Na Mungu ibariki na Upendo Media e Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Watendaji kazi wote e Bwana wa Upendo Media ukawabariki e Bwana. Mungu ukalibariki kanisa lako Tanzania na ulimwenguni pote. Kanisa lizidi kuwa na imani, kanisa lizidi kukuamini wewe Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ulipe kanisa ile neema ya kuwa na umoja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunawaombea hata watumishi wako ambao e Bwana wako misioni na maeneo mengine ndio kwanza wanaanza huduma. Mungu ukawe pamoja nao, ukazidishe e Bwana huduma zao zikuwe, mkuwe na maongezeko e Bwana. Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, wasaidie watu wote wasiokuamini wageuke na kukuamini wewe Bwana. Yale maombi ambayo nimeendelea kukuomba, Mungu wa mbingu na nchi, uendelee kugeuza mioyo yao, ambao hawajakukiri wakukiri wewe Bwana, ambao hawajakuamini wakuamini wewe Bwana. Mungu katika jina na Yesu Kristo wa Nazareth, sifa na heshima ni za kwako Mungu aliye hai. Ninakushukuru Mungu ambaye utaendelea kusimama kwa ajili ya watu hawa, kuwapigania ukawapiganie Bwana, kuwatetea ukawatetee Bwana. Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wako watu ambao wanatamani Bwana kuinuka na kwenda viwango vingine. Mungu zidisha kidogo walicho nacho Bwana, wanatamani kuanzisha makampuni yao. Wape hekima, wape maarifa, wape neema ya kuanza. Mungu asikame mahali, uwasaidie na shike kwa mkono wako wa kuume Bwana. Mungu katika jina la Yesu Kristo Nazareth, hata yule anayekatishwa tamaa mahali Bwana umshike Bwana, umsaidie, fundishe Bwana na kumwonyesha njia atakaiendea. Mshauri Mungu aliye hai, jicho lako likimtazama. Ninaomba Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa sababu ya upendo na uaminifu wako Bwana. Ninaamini ya kwamba hutawaacha. Yuko mtu ambaye anaelekea mahakamani asubuhi ya leo, hana mtetezi na hajui nani atamtetea. Mungu wa mbingu na nchi, ninakuamini kwamba utaenda pamoja naye. Hana wakili wa kumsemea, lakini Bwana Yesu kawa wakili wa kumsemea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba kwa ajili ya mahakama zetu, haki ikatendeke huko kwenye mahakama Bwana. Achilia hekima Bwana kwa watendaji wa mahakama, ili Mungu katika jina la Yesu Kristo wakatende haki Bwana. Mungu katika jina la Yesu Kristo, nimekuamini Bwana ya kwamba kusudi lako litasimama juu ya taifa hili Bwana. Mungu katika jina la Yesu Kristo Nazareth, ifike mahali siku moja ijulikane kwamba taifa hili ni la kwako, hii nchi ni ya kwako Bwana, na unaimiliki na kuitawala wewe kwa ajili ya heshima na kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, sifa na heshima ni za kwako Bwana. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, asante kwa sababu ya upendo wako Bwana. Mungu, tunaendelea kukutukuza na kukuinulia sifa Bwana na heshima Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya upendo na uaminifu wako mkuu Bwana. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu ambaye yuko tayari kuachilia sadaka yake, na wengine tayari wameshaachilia sadaka kwa ajili ya ibada hii Bwana. Basi Mungu, kwa neema yako ukazikubali na kustakabali sadaka za watoto wako Bwana, wanaoachilia sadaka zao kutoka ndani na nje ya nchi na mahali kokote ulimwenguni. Mungu, katika jina la Yesu, zikawe ni sadaka zenye neema na kibali machoni pako, sadaka yenye harufu ya manukato mazuri madhabahuni pako Bwana. Mungu, katika jina
takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Bwana, hata yule ambaye ana sita kwenye kuachilia sadaka, Mungu, ya roho ya kusita iondoke ndani yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili awe na imani ya kwamba hampi mwanadamu ya sadaka, anakupa wewe. Maana sadaka ikishaitwa sadaka si mali ya mwanadamu, ni ya kwako Bwana, na sadaka ni kitu cha kiagano. Barikiwe mtu Bwana ndani ya mapenzi yako na ndani ya makusudi yako Bwana. Ibarikiwe siku njema ya leo, ikawe ya neema, ikawe ya baraka kwa kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba nikupe tena namba ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kuachilia sadaka yako kwa ajili ya ibada hii ya masifu ya asubuhi ama ibada hii ya Morning Glory. Namba ambazo unaweza kutumia kutuma sadaka yako ni 0713 76 28 87. Hiyo ni namba ya asi 0713 76 28 87, na ya Vodacom ni 075 7 220 220. Sadaka yako itasoma jina ni KKKT DMP. Naomba upokee baraka za Bwana. Mungu akubarikie na kukulinda, na Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Na baraka hizi ninakutakia katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ubarikiwe na uwe na siku njema.